Hatimaye askofu atoa kauli uchaguzi wa mwaka 2025 huwe huru na haki na usifanane na chaguzi zilizopita. Askofu wa Dayosisi ya Kaskazini wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Daktari Fredrick Shaw amewataka wenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuhakikisha wanasimamia vizuri ili uchaguzi uwe huru na haki, na pia wasikilize sauti za wananchi na viongozi wa dini pamoja na wadau wengine wanaotakia mema Tanzania ili uchaguzi usifanane na chaguzi zilizopita. Akitoa salamu za ujumbe wa Pasaka katika kanisa kuu la shirika la Moshi mjini, Askofu Shaw amesema Mungu ametupa nchi nzuri sana ya Tanzania. Tuipende nchi yetu, kila mmoja ajitoe kuona Tanzania yetu imekuwa mahali salama na kuwa mahali ambapo kila mtu atakaa na kufurahia na kujivunia kwamba tuna nchi nzuri. Tuwe na hofu ya Mungu katika maamuzi tunayoyatoa. Huu ni mwaka wa uchaguzi, tuna wajibu wa kuchagua viongozi kwa uhuru na haki, viongozi ambao watatupeleka mbele kama nchi. Hivyo kama ambavyo viongozi wa dini tumetoa wito wa Tanzania kushiriki uchaguzi, tumetoa wito kwamba haki na wajibu huu raia kuchagua viongozi wanaowataka isiingiliwe na mamlaka yoyote. Askofu ameendelea kusema kuwa tunaomba sana uchaguzi huu usifanane na chaguzi zingine zilizopita, ule wa mwaka 2019 na 2020, uliofanyika mwaka jana mwaka 2024. Hatutaki kuona yale yaliyotokea katika chaguzi zilizopitwa yanajirudia tena. Tunaomba wenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi huu, sikilizeni sauti za wananchi, sikilizeni sauti za viongozi wa dini na wadau wengine wanaoitakia nchi hii mambo mema. Askofu ameendelea na kusema kuwa msizibe masikio, pia na waomba kuwa muheshimu sana jeshi la polisi. Polisi wetu tunawapenda sana na tunawategemea sana kwa jambo la ulinzi. Ni waombe katika uchaguzi huu msikubali kuwatumia hawa maslahi ya watu ambao hawaitakii nchi mema. Mlitutaka tutoe ushauri, tutoe maoni. Tumetoa maoni yetu, heshimuni maoni ya Watanzania. Tutaendelea kusema mwenye kusikia na asikie. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye askofu wa Dayosisi Kaskazini Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Daktari Fredrick Shaw amewataka mamlaka ya kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuhakikisha wanasimamia uchaguzi vizuri ili uwe huru na haki. Pia wasikilize sauti za wananchi na viongozi wa dini pamoja na wadau wengine wanaoitakia mema Tanzania ili uchaguzi usifanane na chaguzi zilizopita. Hatimaye Rais Samia atoa kauli, tutaendelea kuwekeza na kurekebisha sheria. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuwekeza na kurekebisha sheria za nchi hii kuendana na mahitaji yanayojitokeza, huku akikazia kauli ya baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba serikali ni sheria na hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayo wakati akihutubia viongozi pamoja na wageni mbalimbali mara baada ya kuzindua toleo la sheria la Tanzania lililofanywa ulekevu la mwaka 2023 Ikulu Chamwino jijini Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuwekeza kwenye kurekebisha sheria za nchi kuendana na mahitaji yanavyojitokeza. Shughuli za ulekevu wa sheria toleo la mwaka 2023 tunalolizindua leo imegharamiwa na sisi wenyewe, na ambiwa shilingi bilioni 10 zimetumika kwenye kazi hii, na wataalamu waliofanya kazi hii pia ni wametoka hapa ndani ya Tanzania, ukilinganisha na lile la mwaka 2003 ambapo Benki ya Dunia ilifadhili na wataalamu kutoka nje ndio walifadhili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema sheria hizi pia zimechapishwa na mchapishaji wa hapa nchini, Mkuki na Nyota. Kila kitu ni made in Tanzania, hakuna kitu cha nje. Baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema kwamba serikali ni sheria na hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria, na sheria zinaundwa na lazima zifuatwe na zitekelezwe. Zoezi tunalolifanya leo linaongeza uwazi, uhakika na kuzipata sheria. Ni hatua muhimu ya kimkakati katika kulinda na kuendeleza misingi ya utawala bora, na utawala wa sheria ni sehemu ya jitihada zinazofanywa na serikali katika kulinda na utoaji haki hapa nchini. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan
amesema serikali itaendelea kuwekeza kwenye kurekebisha sheria za nchi kuendana na mahitaji yanayojitokeza, huku akikazia kauli ya baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba serikali ni sheria na hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria. John Heche atoa kauli tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa sikukuu za Pasaka na Eid, wakiunga mkono msimamo wa chama hicho wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe huru na haki. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliotoa wakati wa Pasaka na tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini la shula la maimamu waliolitoa wakati wa Eid, wote wakiunga mkono msimamo kama wetu, wakisema mabadiliko yanahitajika katika nchi hii ili uchaguzi uwe huru na haki. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema chama hicho kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa Pasaka na Eid, wakiunga mkono msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe huru na haki. Hatimaye askofu atoa kauli serikali na Chadema wamalize tofauti zao. Askofu wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Central Tanganyika DCT Daktari Dickson Chilongani ameiomba serikali ikae meza moja na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo. Amesema mikwaruzano inayoendelea inawafanya Watanzania kutokuwa na furaha. Askofu Dickson Chilongani ametoa wito huo wakati akiongoza ibada ya misa takatifu ya Pasaka iliyofanyika katika kanisa kuu la Roho Mtakatifu jijini Dodoma. Askofu Chilongani ameendelea kusema kuwa tumesikia jinsi pamoja na kwamba nchi yetu haina vita, lakini watu wake hawana furaha. Sio wote, wengi hawana furaha, lakini wengine hawana furaha. Hata kama jarida ile hatuliwezi kuliamini moja kwa moja, lakini ukiangalia tu mapambano yanayoendelea kati ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na serikali hayaleti shalom. Askofu Chilongani ameendelea kusema kuwa mimi sisemi nani yupo sahihi na wala sisemi nani mkosaji, lakini ningeomba viongozi wa pande zote mbili wakae meza moja wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo. Hili ni jambo muhimu sana ukizingatia kwamba wanachama wa vyama vyote viwili, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na Chama cha Mapinduzi CCM, ni raia wema. Askofu ameendelea kusema kuwa tuiombe serikali yetu pia pamoja na jitihada nzuri za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan iongeze jitihada kuondoa kero nyingi zinazofanya Watanzania wasiwe na furaha au wawe na huzuni, kero za ubadhirifu, ukiritimba, rushwa. Na hasa hivi sasa mtu kienda ofisi nyingi mtu anataja huduma, hawezi kupewa huduma hadi aombwe fedha. Hii nayo ni kero zinazowafanya Watanzania wawe na huzuni. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye askofu wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Central Tanganyika DCT Daktari Dickson Chilongani ameiomba serikali ikae meza moja na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo, akisema mikwaruzano inayoendelea inawafanya Watanzania kutokuwa na furaha. Waziri atoa kauli waliomdhalilisha mwenzao wachukuliwe hatua. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Wanawake na Makundi Maalum Daktari Dorothy Gwajima amelaani na kukemea na kuchukua hatua kali za kisheria kufuatia kitendo cha wasichana kadhaa walioshirikiana kumdhalilisha msichana mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya, huku wakijirekodi video ambapo wasichana hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti hapa nchini, huku wengine wakidaiwa wanasoma naye darasa moja huyo msichana waliomdhalilisha na kumrekodi. Taarifa iliyotolewa na Waziri Gwajima imesema kuwa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka nilipokea tag nyingi kupitia mtandao wa Instagram wakitumiana video kadhaa zinazoonyesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya. Kwenye mazungumzo yao kama yalivyosikika, inaonekana ni ugomvi wa kugombania mwanaume aliyetajwa kwa jina moja la Mwijaku.
Waziri Gwajima ameendelea kusema kuwa binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wangetakiwa kujikita kwenye elimu na kuunganisha nguvu kupambana na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yao wametumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana, kuzalilishana kwenye mitandao. Nimewasiliana na manusura na kumuunganisha na huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia la polisi, ambapo pia amepata msaada wa kisheria ili haki iweze kutendeka. Na wasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya kijinsia kwenye vyuo husika ili hatua za nidhamu zichukuliwe kupitia sheria ya miongozo ya vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huo. Waziri Gwajima ameendelea kusema kuwa ninawasiliana na waziri mwenye dhamana ya elimu, sayansi na teknolojia pamoja na waziri wa mambo ya ndani kwa hatua zaidi, na wito kwa wananchi kwa ujumla ikiwemo wanafunzi wa ngazi mbalimbali tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kuzalilishana wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, tulinde heshima na iba yetu kwa kupambana na kutokomeza ukatili wa jinsia kwa wanawake na watoto. Sisi wenyewe tukijijenga na hatua za kikatili za kuzalilishana, tuachane kabisa na mambo hayo. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye waziri wa maendeleo ya jamii, wanawake, makundi maalum, Daktari Dorothy Gwajima amelaani na kukemea na kuchukua hatua kali za kisheria kufuatia kitendo cha wasichana kadhaa walioshirikiana kumzalilisha msichana mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya, huku wakijirekodi video ambapo wasichana hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti hapa nchini, huku wengine wakidaiwa kuwa wanasoma darasa moja na msichana huyo waliomzalilisha na kumrekodi.